Namshukuru Mungu sana. Amen. Ambaye ametupa neema, ndio, ametupa uzima, ametupa uhai. Namshukuru Mungu sana. Amen. Licha mambo mengi ama vitu vingi ambavyo tunaweza tukawa tunavyokutana navyo kwenye maisha, mazingira ya kawaida. Amen. Ila pamoja na yote naona na kila sababu za kumshukuru Mungu sana. Amen. Lakini namshukuru Mungu sana kwa ajili ya Jumatano ya leo ambayo ametujalia kwa neema yake, kwa neema zake, kwa upendo wake mwingi alionao. Namshukuru Mungu sana. Amen. Naona ni mdeni sana kwa Mungu kwa sababu nilisemaga nikiwa Mbagala kwamba unajua kitu chochote ambacho mtu yoyote anakufanyia kwa namna moja ama nyingine, kuna matazamio alionayo juu yako. Ndio, naam. Yaani ukiona mtu yote amekufanya lolote lile, hasa jema, jambo jema, kuna hata kama ni baya, kuna matazamio ambayo anayo. Unasikia? Mtu yote ambaye anakufanyia baya lolote ama jema lolote, kuna matazamio, kuna namna huyo mtu amekuangalia. Amen. Kuna namna huyo mtu anataka kuendelee. Amen. Amen. Maana kama nimekuja hapa nataka kama skani unaendelea vizuri, basi endelee vizuri zaidi. Bwana asifiwe sana. Ndio, amen. Na mimi mwenyewe kama naendelea vizuri kweli, kwa kukuona wewe niendelee vizuri zaidi. Ndio. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa narudi tena kwamba ninachojua ni kwamba chochote ambacho mtu anakufanyia na kusaidia, kama ni jema, jambo baya, kufanya jambo baya ama jambo zuri, kuna matazamio. Amen. Kuna namna wewe mtu anataka kuendelea vibaya, kuna namna wewe mtu anataka kuendelea vizuri. Amen. Amen. Na sio ile kwamba tenda wema nenda zako. Amna, mtu yoyote ukimfanyia vizuri, ndio, alafu ukiona ni kama anakurudishia mabaya, uweze kujisikia vizuri. Kweli. Kwa sababu kama umemsaidia vizuri, umemsaidia mtu ili endelee vizuri, utakuwa unajiona una heri sana, una fahari ya juu, ya hali ya juu sana. Ndio. Utakapokuwa unaona yule mtu anaendelea vizuri. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa namshukuru Mungu sana. Kwa ninachojua ni kwamba vivyo hivyo hata kwa Mungu, ninachojua ni kwamba kama kuna wema wowote ambao ameutenda juu yetu, kuna jambo ambalo Mungu anataka tuendelee nalo. Amen. Ambalo sio kesho, ni leo hii. Amen. Ndio Paulo anasema saa ya wokovu ni sasa, sio kesho. Amina. Kweli kabisa. Saa ya kuamua mwanadamu, mimi nataka kuwa nani, ni leo. Nifanyie mazoezi leo. Nataka kuwaje kesho, nifanyie mazoezi, na kesho nitajikuta niko kwenye namna fulani. Amen. Na hakuna jitihada yoyote ambayo mtu anaweza kawa nayo kwa jambo lolote jema mabaya ambayo inaweza kumwacha pale pale. Amen. Hakuna chochote ambacho mtu anaweza kafanya kikamwacha kwenye hatua ile. Lazima kama atafanya ubaya, ataendelea kuwa mbaya zaidi. Kuna hatua ya ubaya ambayo atakuwa nayo. Kama atakuwa amefanya mema, kuna namna hatua njema zaidi atakayokuwa nayo. Ndio maana mtu yeyote ambaye unamuona na hatua, wewe unamuona na hatua. Unamuona ana hatua, ni tajiri ama ana hatua fulani, ana level fulani ya imani. Yule mtu anamtamani. Yule mtu yeye mwenyewe anatamani hatua zaidi. Amina. Anatamani hatua ya zaidi. Sasa narudi tena kwamba Mungu kama ametufadhili, kuna jambo ambalo Mungu angetaka liendelee, tuendelee nalo. Amina. Mtume Paulo anasema kwamba msipokee neema ya Mungu bure. Amina. Amen. Usipokee bure, tusipokee neema ya Mungu bure. Neema zisiwe bure. Kweli baba. Nikijisikia nikiomba kama nimeomba, nisikia raha basi naona nimesha. Hapana. Amen. Mimi nasemaga kwamba kwenye moyo wangu najisemea kwamba kama kuna raha yoyote ambayo naweza nikawa nayo kwa jambo lolote lile jema, mimi nasema kwamba ila naombi niongoze kufanya vizuri, nifanye lile ambalo nilitakiwa kufanya. Kwa sababu mimi kama mimi, heshima yangu ama kudharaulika kwangu kumo katika mimi nitafanya nini, jambo gani lina maana kiasi gani. Amen. Nani wangapi wataendelea vizuri kwa sababu ya hilo jambo ambalo nitakuwa nalifanya ama nitakuwa nalifanya. Kwa nini kwamba kama Mungu ametuacha hai, ameniacha hivi, kuna matazamio alionayo. Amina. Kweli. Amekuacha hivyo sana ulivyo, kuna matazamio
kuna matazamio, kuna namna na kuona hivyo ulivyo. Huko yani kuna namna ambayo Mungu anatuona. Amina. Kweli. Anatuona anasema nyema jamaa, mtabadilika lini? Mtakuwa lini? Mtakuaje kuwa kile, kuwa yule, kuwa kitu kile, kuwa na hatua ile. Amina. Ndo sasa hapo sasa wanadamu tuna mambo mengi. Kwa Mungu tunamwekaga vikwa, yani visingizio vya kila, sio wewe tu. Yani kipande kikubwa cha wanadamu. Kipande kubwa tuna visingizio kwa Mungu. Mungu ni mvumilivu. Wewe acha kabisa. Yani mimi sisemi kama, ndio maana mtumishi mmoja anaitwa Guru kanisani Mbeya. Guru kanisani alifundisha sema sababu yoyote ya msingi ndio iliyo sababu ya wewe mimi kwa hivi. Amen. Ya msingi. Umeona huyo mtu? Ndio. Hajasema zile ambazo sio za msingi. Amesema ya msingi. Ni kweli. Amina. Amen. Amesema ya msingi kabisa. Unaona leo baba sana, leo nimechoka. Leo nadhani Kigamboni siendi. Leo siendi, jana nimefanya mazoezi yani. Naona mwili naona kama sio wangu. Hiyo ni sababu, hiyo ni sababu ya msingi kabisa. Amina. Corona ni sababu ya msingi kabisa. Kwamba leo ngoja leo. Kwa kama ni sababu sasa, naona kwamba manyingi watu tuna sababu nyingi hivi na hivi. Sijui tuna wanadamu tuna kawaida hiyo. Tuna sababu nyingi na zishangi. Kwa sababu mtu anakuambia nitaanza kufanya vizuri nikiwa na kitu fulani, niko na namna fulani. Sasa hakuna mbegu ambayo inalalamkaka tu. Yani mbegu ambayo inatoka hapa inaenda kule juu, inaanza kuzaa matunda. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Chochote kino, maana mtoto tunamjua huyu ni rubani, huyu ni profesa, dokta, huyu ni sijui nani, huyu anaweza akawa mwanasiasa mkubwa, anaweza akawa rais, anaweza akawa mkuu wa majeshi, anaweza akawa mwanajeshi. Hatumuone akisha kuwa kule juu, tunamuona tabia zake. Huyu mtoto atakuwa mcheza mpira wa kimataifa, sio wa taifa, wa kimataifa, mchezaji bora. Unakoona katoto kadogo kana tabia za aina hiyo, kanapenda mpira, kanalia, ukikwambia nakunulia tu mpira sana katoto kanatulia. Ni kama ndoto tunaanza kuiona mtoto akiwa mdogo pia kanavozidi kwenda na ile hatua ndivyo kanazidi kukua, mfahamu unazidi kuongezeka. Kwa kama wanadamu tuna sababu nyingi baba, huyu bwana mimi ndio maana kuna kipindi fulani nikasema Mungu, nikisema mimi nitafanya kitu, muda mwingi nahubiri kwenye magari. Hiyo nasemaga, si mnasema kwamba labda mimi si nisemeni, ila mimi kipato changu ni cha kawaida, umeona, ni hela za mandazi ila kuna namna ile kwamba ngoja nishone nguo nzuri hivi, nikinunua bodaboda nina pikipiki hii inanisaidia kusafirisha injili. Nasema hamna. Ni kweli. Mimi nifanye kile ambacho nakiweza. Ndio. Maisha tumepewa kuishi mara moja, si twende mbinguni tu. Maisha tumepewa kuishi mara moja. Mara moja. Amen. Ndio maana mimi baadaye sijui itakuwaje. Baadaye sijajua. Umesikia? Sasa narudi kwamba msaada wote ambao Mungu anatusaidia, kuna matazamio alionayo kwenye maisha yetu. Ni maisha yetu. Kuna namna anataka tuendelee. Mungu ni mvumilivu. Sasa mna mwingine kwa sababu tunakuwa sababu hivi za hapa na pale, sijua, lakini kila mtu anaweza akafanya vile ambavyo anakuwa anaona vema, na vizuri, kwa sababu mtu mzima tunalazimisha, mtu mzima tunamshauri kwamba usingafanye hivi. Sasa wewe bwana, sasa haina shida bwana. Mungu mwenyewe anapenda watu ambao, kwa mimi namshukuru Mungu sana. Naona na kila sababu za kumshukuru Mungu na kila sababu za kutafuta kwamba kwa nini naendelea. Amina. Kwa nini nipo? Nilifundisha Kigamboni mwaka jana sana. Kwa nini nimeokolewa? Kwa nini nimeokolewa? Umeona? Kama nyinyi akina Sari, vijana wangapi mko nao huko? Ndio, ni kweli. Sio kama wasikii shuhuda, wanasikia tu vizuri. Ila washangaa, wewe kwa nini umechaguliwa? Kwa sababu akili pia ni
unaanza kutafuta hivi, aliyenipenda namna hii, kwa nini amenipenda hivi? Kwa nini amenipenda? Kwa nini ananipenda? Ananipenda kwa nini amenichagua hivi? Amina. Sio kama wengine hawapendi, anawapenda. Sasa kama Mungu ameamua kutuvuta hivi, kwa mimi mjumuisho yote, mimi kama kijana, kama G wa Maka, ndio na Bwana sema kwamba sasa Mtume Paulo kuna mahali fana anasema kitabu nadhani wa Korintho ngapi? Ndio 3:12. Ndio. Anasema kwamba ili nilishike lile ambalo kwa hilo nimeshikwa na Kristo. Nimeshikwa na Kristo. Nilishike lile ambalo kwa hilo nimechaguliwa, nimeshikwa, nimeteuliwa na Kristo. Ni kweli hatua sina. Ndio. Ni kweli hatua kubwa sina, tunavutia. Lakini wasema kwamba usiogope kuchafuka unapotafuta kuto kuchafuka. Amina. Usiogope kuchafuka kama unatafuta kuto kuchafuka tena. Usiogope usiogope kwamba na mweko anasema mtu anasema lile ambalo nimeshikwa nalo, anasema na ukienda pale maelezo anasema si kwamba nimeshalishika, ila nachuchumilia sana lile nini. Mungu unagusa pale. Sasa ngoja nikamwone stari. Bwana asifiwe sana. Ubarikiwe sana. Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa ngoja nikamwone stari. Sio kwamba ndo hasa kwamba hiyo ni namna za ndio ile wakamtafute Mungu ingawa kwa kupapasa ingawa yeye hayupo sasa, kwa sababu si wenyewe tumeshakengeuka sasa, tumeshapotea tu, wakamtafute ingawa kwa kupapasa. Yuko wapi? Umeshika usanga ukuta nini, umeshika usanga feni, unashika pale usanga, umeshika hewa usanga mko, umeshika wapi? Anasema yani ninaona kama mtu anatafuta, unagusa yani manake ukisema wakamtafuta ingawa kwa kupapasa, umeona? Yani manake haelewi, yani niguse wapi, anachoona ni chema, akina majuto, anagusa na akipiga na unashangaa vile unavyozidi kuonekana katika yale mambo, shanga yale yanampa hatua zaidi, yanampa kuongezeka zaidi. Yanampa kuongezeka zaidi, yanampa kuwa na maarifa zaidi. Ndio maana mtu aliyekabili mambo mengi ni tofauti na yule ambaye hajawahi kabili kabisa, ama nakabiliana na mambo machache. Amina. Bwana sio. Kwa mimi naona kwa nini naishi. Amen. Bwana sio sana. Amen. Kwa nini naishi? Umeona? Kwa nini naishi? Kwa nini nilizaliwa? Juzi tarehe 3 mwezi wa 3 ilikuwa ni siku yangu ya kuzaliwa. Naam. Ila nikaandika jana posti, jana usiku saa 6 sasa Mungu happy birthday to me. Birthday to me sasa. Birthday to me sasa sijajua huko mbele. Nikaandika kitu moyo wa Mungu, naomba nisaidie. Kwa sababu furaha yangu sio kwa sababu nimeongeza mwaka mwingine. Ama nimetimiza mwaka mwingine. Amen. Furaha yangu ni mimi naonekana kwa namna gani? Ni mimi kuonekana kwenye njia za Mungu. Amina. Amen. Naonekana kwenye ramani ya Mungu. Hiyo ndo furaha. Amen. Kwa mtu wa Mungu. Amen. Kama umri tu na kwa naangalia kama utazidi kuendelea tu hivi. Ndako mimi sijua, lakini mimi nasema kwamba niko hivi, kuna jambo ambalo Mungu analitazamia. Kwa mtu wa Mungu tupo hapa tunafanya ibada. Kuna kitu tunakitafuta. Ndio. Kuna jambo tunatafuta. Kijumla yote katika yote ni kwamba yale yaliyo ndani ya uwezo wetu tusiache kuwajibika.
Sawa. Yale tusiache baba, tusiache. Unaona hapo unaweza kupiga kelele Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Bwana ni nani? Bwana ni acha ubaya wa kila namna, fanya mema kwa faida yako na maisha yako mwenyewe. Maana siku ya kisasi cha Bwana kinakuja. Lakini maandiko matakatifu yanasema kwamba apandacho mtu ndicho atakachovuna. Ya kwamba wanadamu, acheni kufanya vibaya. Kama ni vijana, acheni kufanya mabaya, acheni kufanya uchafu wa kila namna, acheni uchafu wa kila namna, kwa sababu yote hayo maandiko nasema kwenye kile kitabu cha Mhubiri ya kwamba kuna jipya chini ya jua, ya kwamba yote yanayofanyika sasa yaliwahi kufanyika huko nyuma, ya kwamba mwisho wako wa maisha yako wa yale unayoyafanya utakuwa sawa na kile na maisha yako unayoyafanya. Mungu ni wa rehema, amenirehemu mimi sana, niangalieni hivi nilivyo. Nipo hivi kwa sababu ya rehema za Mungu na mkono wa Mungu ambao umenisaidia. Na wewe nakwambia kwamba kijana, hata inawezekana, kwa sababu Yesu ni msaada unaokuja kumsaidia mtu aliye kwenye namna yote ya maumivu ya kutabika ambayo haipendi. Wengi mnavuta mibangi, wengi mnafanya mnazini, mnafanya umaraya, na baadhi yenu sanga mnasali kabisa, mnasali kabisa. Nawaambia kwamba Yesu anaweza akaponya, anaweza akawasaidia, anaweza akawafungua tena, anaweza akawafanya imara tena. Yesu ni Bwana. Mkumbuke Mungu wako siku za ujana wako, kabla hazijakaribia siku ama miaka ambayo unasema kwamba si furaha katika miaka hiyo, katika siku hizo. Amina. Sema mkumbuke Bwana Mungu wako. Mkumbuke Mungu wako ungali bado ni kijana, ungali bado ni mzima, uwe binti, uwe ni kijana. Mkumbuke Mungu wako. Saa yaja ambayo kila mtu atalipwa, atapata ijara ya yale aliyoyafanya. Na maandiko nasema kwamba apandacho mtu ndicho atakachovuna. Kwamba ukifa, ukiwa bado ukiwa kwenye maisha dhambi, maisha machafu, maandiko nasema kwamba baada ya kifo ni hukumu. Nawaambia leo ya kwamba tubuni, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwake Bwana kwenye mioyo yenu, kwenye maisha yenu. Kweli. Amina. Tubuni basi. Sema tubuni. Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Nikaa kuna kipindi kifale pale Kigamboni pale kasa, Yesu ni Bwana. Kwa utukufu wa Mungu Baba. Amen. Yesu ni Bwana. Yesu ni nani huyo? Yesu ni acha ubaya wa kila namna, acha uchafu wa kila namna, acha uchafu, tenda wema kwa faida yako, tenda mema kwa faida yako ya maisha ya sasa na yajayo yale, kwa sababu chochote unachokifanya kina malipo yake. Ukifanya mabaya, kuna malipo mabaya yanakuja. Wapenzi, msidanganyike, apandacho mtu ndicho atakachokivuna. Haleluya. Amen. Kwa ni kwamba tusiachofanya lile ambalo lipo ndani yetu. Amina. Ndani ya uwezo wetu, ili tuendelee nalo. Amen. Tuendelee nalo, na utakao mtu atakavyozidi kuendelea, ndivyo ambavyo utasangaa. Yani kuna namna ya neema ya Mungu usangaa inafunika maisha yako. Amen. Kuna namna ya utukufu, unashangaa jamaa, unasikia unapaa hivi. Kuna duniani hapa ile vitu unavyokorofisha muda mwingine. Unashangaa muda mwingine kama mimi naenda kazini. Unasema maana yake hivi naenda kazini siongea hapo chochote. Sio siku zote, lakini nimepata kwa sababu mimi kwenye gari nimepitia vita katikati hapo. Ndiyo. Kwa sasa hivi ni kwamba sasa hivi kidogo kwa ni kama kwa maana kile nasema hamna. Ushangaa ni kama ukiongea vile ni kama kuna wepesi. Kuna neema kama Mungu. Kweli. Kalao ni badilisha hali. Amen. Ndio maana ile somo, ndio maana hata kiongozi wetu alisema, hata mzee Mbarikiwa alisema kwamba wakati wa Mungu usubiriwe. Wakati wa Mungu na yani tunausubiria kwa kufanya tuliyotakiwa tufanye. Amina. Kwa hali wewe stani unaweza ukawa zaidi ya hapo. Amen. Ila kinachoweza kufanya kwa zaidi ya hapo, wewe utafanya nini? Hapo sana mgogoro. Kwa sababu hizi baada zote zinatakiwa utokee unga. Amen. Dunia, ulimwengu unataka unga. Amen. Unataka unga, unatutwaje kwenye utawala uovu. Amen. Tunataka unga. Sasa hatuwezi huko. Tuanze na yale angalau ya kawaida yale. Sawa.
hadi ukifa sema kufa katika Bwana. Kwa kusema lakini kwani ndugu, hii dunia watu wanakufa wakiwa kwenye maisha fulani hivi ambayo kusema kweli ni maisha mabaya sana. Amen. Maisha mabaya sana wanakufaga watu. Kwa hiyo kwamba pamoja nayo ni bora tupatikane ama tuonekane kwenye wajibu. Jambo unaweza kulifanya, unaweza kuikata.